Yanga wenyewe inaonekana kama hawana haraka na wale wachezaji wao wapi ambao wamewasajili. Licha ya kwamba kuna maneno ya watu sijui Bala Conte, sijui nani, lakini bado wao wanaamini ya kwamba wana muda wa kuendelea kuwapa wachezaji wao. Ya kwenye muda unaweza kusema kwamba sahihi kwa Yanga ameshacheza michezo 4 peke yake. Maana yake kuna michezo 26 ya ligi kuu, lakini pia kuna michezo mingi tu kwa michezo 6 ya ligi mabingwa kama ataishia kwenye hatua ya makundi, lakini pia kuna michezo ya kombe la FA. Kwa hiyo kuna michezo mingi ambayo Young Africans wanao na wanaweza kwenda kucheza. Lakini binafsi sikubaliani na kauli ya Alikamwe, kwa maana kwamba wao wachezaji ambao wamewasajili hawaanzi kwa sababu labda ya wachezaji waliopo ni bora. Lakini binafsi mimi kitu ambacho naamini, wachezaji ambao wamekuja hawajaja na ubora mkubwa sana kama ambao wengine walivyokuwa wanakuja na ubora wao. Hebu Shum Pacome Zouzoua angekuwa anaingia kwenye hili dirisha, Maxim pia Nzengeli angekuwa anaingia kwenye hili dirisha, bado ulikuwa unaiona nafasi hao wachezaji kuweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Leo hii ninazungumza hapa Young Africans, kuna baadhi ya wachezaji ambao wapo kwenye kikosi cha kwanza wanacheza sio kwa sababu ya ubora, ila wanacheza kwa sababu ya waliokuja pia hawajawa na ubora mkubwa. Nazungumza hapa mtu kama Azizi Ndambwile, msimu uliopita alikuwa anakaa bench mbele ya Aridi Aucho, lakini kwenye michezo chini ya Roman Falls alikuwa anacheza, na mtu ambaye alikuwa anamweka bench ni mchezaji ambaye ametoka nje. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi naamini kama Azizi angekuwa anapata nafasi ya kuanza, alafu Yanga amefanya usajili wa mtu kama Aridi Aucho, maana yake Aridi Aucho alikuwa anaingia moja kwa moja kwenye kikosi kuweza kwenda kuanza. Mtu kama Fiston Kalala Mayele angekuwa ameingia mbele ya hao washambuliaji wawili Prince Dube pamoja na Andy Bobo Boyeri, angekuwa anaingia kwenye kikosi moja kwa moja kuanza. Kwa hiyo binafsi kitu ambacho naona kwamba usajili wa Young Africans kadri muda unavyozidi kwenda ni kama unazidi kupungua quality kwenye eneo la sajili ambazo wanazifanya. Ukiangalia kuanzia 2021 mpaka 2024, moja kati ya klabu ambayo ilikuwa inafanya sajili bora zaidi hapa nyumbani Tanzania ilikuwa ni Young Africans. Kwenye hicho kipindi Yanga wamemsajili Pacome Zouzoua, wamemsajili Stefan Aziz Ki, wamemsajili Maxim pia Nzengeli, wamemsajili Djigui Diarra. Hao ni baadhi ya wachezaji ambao walikuwa na ubora mkubwa sana, lakini pia bila kumsahau watu kama kina Dickson Job pamoja na yule beki ambaye ametoka Zanzibar Ibrahim Abdullah. Hao ni wachezaji ambao walifanikiwa kusajili wachezaji bora wa hapa nyumbani, lakini pia walifanikiwa kusajili wachezaji bora kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini angalia kuanzia 2024 kwenda 2024-25 na saizi 2025-26, angalia sajili za Yanga ambazo wamezifanya. Hapa amekuja Jonathan Kangarombo, wamekuja baadhi ya wachezaji wa kina Musa Barakonte ambao walikuwa wanaimba sana, lakini mpaka sasa bado hajaonyesha kile ambacho yuko nacho. Kwa kwangu mimi binafsi ninachokiangalia kwa Young Africans ni kama ile scouting ambayo ilikuwa inafanya kazi kama imepungua ubora kwenye eneo la kusajili. Lakini yale kwa nini iwe hivyo, na pengine mtu ambaye anasajili ni yule inawezekana, kwa maana kwamba unaweza kuwa ni mtu ambaye anasajili ni yule, lakini scouting yake kwa sasa haijawa bora kuliko ilivyokuwa miaka kadhaa nyuma. Na nakumbuka hapa FC Barcelona walikuwa ni miongoni mwa timu ambayo inasajili wachezaji wengi sana bora, lakini pia walikuwa na uwezo wa kuwatoa wachezaji kutoka kwenye ramasi wakiwa bora sana, lakini kwenye kipindi walikuwa na struggle, wanakwenda kusajili wachezaji ambao wana majina makubwa, lakini wakienda kwenye klabu ya FC Barcelona wanaferi. Nakumbuka hapa kina Philippe Coutinho, kina huyu aliyeshinda Ballon d'Or Ousmane Dembele, wakina Antoine Griezmann, walikuwa ni wachezaji wakubwa, lakini walikuwa wakienda pale wanafeli. Nani ambaye alikuwa anafanya hizo sajili? Alikuwa ni Eric Abidal, na ukiangalia huko alikotoka walikuwa wamefanya vizuri. Kwa Young Africans naamini mimi binafsi kwa hawa wachezaji ambao hawapati nafasi, sio tu kwa sababu ya ubora wa wachezaji waliopo, lakini pia hata hawa ambao wamekuja hawana ule ubora ambao unaweza kufanya waanze kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja kama ambavyo ilikuwa sajili ambazo walikuwa wanazifanya kuanzia 2021 mpaka 2024. Kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa unaona kwamba huyu akisajiliwa anakwenda kuanza kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja. Hapa nimewataja wengi, lakini pia nimemsahau mtu kama Yao Kwasi Atola, miongoni mwa top right back ambao walikuja kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi kwa hawa wachezaji ambao Young Africans wamewasajili, sioni kama ni wachezaji ambao wana quality kubwa kwa kiwango kile kama ambavyo walikuwa wanasajiliwa miaka kadhaa nyuma iliyopita. Sawa bana, ni Ali Lombano akiweka maneno kuhusiana na kile ambacho amekisema meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe. Na yake amesikia hapa meneja yeye akisema hawana haraka kiasi hiko na usajili wao mpya ambao wako nao. Yanga kuna sehemu wanatudanganya, unajua. Yanga kuna sehemu wanatudanganya. Kwa nini nakwambia hivi? Ndio. Kuna usajili wa Bala Musa Conte ambaye ulitrendi sana kwa sababu alikuwa anahusishwa Simba, kuonekana wameipiga KO Simba,
wakamchukua Bala Musa Conte, yes, wakakubali Haldi Aucho aondoke kwenye timu yao ili wampe nafasi Bala Musa Conte aweze kuonyesha uwezo pale katikati ya dimba. Ameshindwa kufanya hivyo kaka. Kwa hiyo kama watazungumza hizo sehemu zingine kwamba labda waleta wachezaji ili waje kuongeza upana wa kikosi chao, naweza nikawaelewa kidogo, lakini kuna maeneo mawili kwangu ama matatu. Yanga walileta wao wachezaji waje kuanza kikosi cha kwanza, yani moja kwa moja Bala Musa Conte, Mohamed Dumbia. Yes. Hawa ni wachezaji ambao kwa asilimia kubwa sana Yanga waliwaleta waje kuendeleza ubora kwenye kikosi chao ambao bado hawajaonyesha. At least huyu Mohamed Dumbia anacheza lakini bado huyu walimleta wanamuita AI wao. Yes. Lakini hatuoni kama yeye ni AI kweli, kwa sababu AI ina akili nyingi sana dimbani. Yani ukiuliza kitu unajua tena lakini yeye bado hajaonyesha yani ile kazi, kwa sababu yeye walimleta aje kufanya kazi ambayo walikuwa wanaifanya Aziz Ki. Leo hii ukiangalia kikosi cha Yanga wakiwa dimbani, unaona kabisa wanamisi Aziz Ki. Yes. Leo hii leo hii ukiangalia Yanga wakiwa dimbani, unaona kabisa wanamisi yule mwanaume wa kazi, kiongozi, Haldi Aucho. Ina maana usajili wa Bala Musa Conte hadi wakati umefeli. Yes. Kwa hiyo kwa Yanga, yani Yanga kwanza kutuambia sisi bwana walimleta Bala Musa Conte aje azoe mazingira Tanzania ni uongo. Haldi Aucho wakati anakuja Tanzania kipindi kile, msimu wake wa kwanza tu aliwasha moto. Fisto Mayele anakuja Tanzania, msimu wake wa kwanza aliwasha moto. Umeona? Huyu Pakome amemzungumza huyu, msimu wake wa kwanza amewasha moto. Yani Kibangala. Yes, Juma Shabani msimu wake wa kwanza tu amewasha moto. Yani alipofika tu ule moto ule walianzia kwenye dabi hadi tunakuja kuona wanachukua ubingwa. Yanga inaenda finali kombe la shirikisho kama unakumbuka msimu wa pili yake nafikiri ulofuatia. Sasa leo hii unaponiambia wewe umemchukua Bala Musa Conte, inawezekana ndio mchezaji aliyosajiliwa kwa pesa nyingi zaidi, umemleta kwenye timu yako, unakuja kusema aje azoe mazingira, huo ni uongo kaka. Yani ule ni usajili ambao umekuja kutoa kitu tofauti ambacho wao hawakukitegemea. Na hii inatokana na nini? Na playing style. Unaweza kuona style ambao wanacheza Sifaction ni nyingine na style wanaocheza Yanga ni nyingine. Conte anaweza kaa sio mchezaji mbaya, ila amekuja kwenye timu sio sahihi upande wake. Labda soka analocheza Yanga ni tofauti na soka ambalo wanacheza kule kaskazini. Tunajua style yao ya uchezaji. Kwa unapomtoa mchezaji kule kaskazini, inabidi uangalie vitu vingi sana ili aje afiti kwenye timu yako. Anaweza kaa alikuwa mchezaji bora kule, akija kwako asifanikiwe kwa sababu mpira ukanda wetu una style tofauti. Kwa mimi kwenye hao mengine kuhusu Mohamed Dumbia, kuhusu Conte, Yanga wanipishe kidogo. Hapa wasiseme waliwaleta kuzoea. Hapa wanatupiga. Sawa bwana, ni Emmanuel Mwayombo, yeye anaamini hiko kutoka pale katika kikosi cha Yanga. Wakati huo mapema kweli kweli pale YouTube channel ni wengi sana ambao wanatufuatilia. Anasema anaitwa Ahmed Ali, anasema Bongo FM nawatakia siku njema, ameandika hivyo. Rema Joseph anasema anaitwa Songano akiwa maeneo ya Mwaligashi kule Shishiu Maswa Simiu, anasema ila Azam, ameandika hivyo kwenye ujumbe wake. Boniface anasema Mwayombo nimefurahi, ameandika hivyo. Nande anasema Nande Vale Hamisi anapatikana maeneo ya kule Ruangwa, anasema tuko pamoja sana, pamoja na wengine wengi sana. Tutakuja kupita na kuona kile ambacho wamekiandika kwenye usajili huu wa Yanga Afrika. Kwenye sajili siku zote mimi napendaga sana kusema kwamba usajili ni issue ya bahati nasibu. Unaweza ukasajili kwa malengo ya kuweza kufanya vizuri, lakini baadaye wachezaji wasifikie kwenye ile potential ambayo wewe umeitarajia. Lakini pia unaweza ukasajili mchezaji akakliki haraka kwenye kile kitu ambacho wewe ulikuwa unakitarajia. Kwa hiyo kilichotokea ndani ya Young Africans, wapo wachezaji ambao walisajiliwa kwa ajili ya kuja kuongeza upana wa kikosi. Hapa tunapokuja kuwataja watu kama wakina Ange Celestine Ekwa, watu kama wakina Offense Kora, watu kama wakina Edmund John, kwamba tuongeze upana wa kikosi, kwa sababu kwenye maeneo ambao wanacheza wachezaji tayari wapo wachezaji ambao walikuwa wanafanya vizuri. Eneo ambao wanacheza Ange Celestine Ekwa, ukimweka Maxim Pia Nzengeri anakupa performance kubwa, ukimweka mtu kama Pakome anatoa performance kubwa. Ndio maeneo ambao wanacheza wakina mtu kama Edmund John pamoja na Offense Kola. Lakini zipo position ambazo Yanga walienda kufanya usajili wa wachezaji ambao walikuwa wanaonekana dhahiri shahiri kwamba wanakuja kuingia moja kwa moja kikosini, lakini kwa bahati mbaya wachezaji walioenda kusajiliwa inaweza kuwa kwamba wamechelewa kukliki,
ama hawaendani na falsafa ya football ambayo Yanga wanaitumia. Leo hii tunamuona Musa Bala Conte. Huyu ni mchezaji ambaye alisajiliwa aje kuwa first team player, sio bench warmer ujue. Kwa nini? Wakati anasajiliwa Musa Bala Conte niliwahi kuongea hapa nikasema kwamba si bezi uwezo wake, na heshimu kile ambacho amekifanya akiwa na Sfaxien, lakini inahitajika muda zaidi kwa Musa Bala Conte kuja kuzoea mazingira ya Tanzania. Lakini pia nilikuwa naona kuna nafasi ya Yanga kumpa nafasi nyingine tena Khalid Aucho ya kubakia ndani ya kikosi kipindi ambacho Musa Bala Conte anaendelea kujifunza pembeni ya Khalid Aucho. Ndio hichi ambacho kinatokea leo. Mchezaji ambaye wamemsajili kwa malengo ya kuja kuwa first team player anakosekana kwa sababu anashindwa kufikia therusi ya ule ubora ambao walikuwa wanatoa Khalid Aucho kwenye base ya midfield ya Young Africans, kuanzia leadership hata playing style ya Khalid Aucho. Ni vitu viwili tofauti na kila ambacho anakupa Musa Bala Conte. Leo hii Azizi Ndabwile anaonekana kama ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kuingia ndani ya kikosi cha Young Africans kuliko hata Musa Bala Conte ambaye amesajiliwa kwa mapesa mengi. Lakini pia tukija kuangalia sehemu nyingine ni eneo la inside 10. Alisajiliwa mchezaji kama Dombia, Mohamed Dombia. Dombia ni mchezaji ambaye anahudumu kucheza namba 8, anahudumu kucheza namba 10. Kwa nini anasajiliwa Dombia na kwa nini alikuja mapema? Ni mchezaji ambaye walikuwa na muopti kuja kuwa mbadala wa Stefan Kiazizi. Kwa sababu kumbuka Young Africans wampoteza wachezaji wawili wenye class kubwa sana kwenye position inside 10. Amepotea Cletus Chota Chama, ameondoka mtu kama Stefan Kiazizi. Unapohitaji kutafuta replacement yake lazima ukatafute mchezaji ambaye ana ubora mkubwa sana. Wao walimuona Mohamed Dombia kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kuja kuvaa vyema viatu vya wachezaji hawa. Na mpaka sasa hivi japokuwa amekuwa na vitu vingi ambavyo anajitahidi kufanya ndani ya pitch, lakini hajaonyesha yale makali ambayo walikuwa wanaonyesha wachezaji ambao wametoka kwenye position ile. Kwa hiyo napata kumuelewa Ali Kamwe. Wapo wachezaji ambao walisajiliwa kwa ajili ya kwenda kuongeza upana wa kikosi, lakini wapo wachezaji ambao walisajiliwa kwa matarajio makubwa kwa ajili tu ya kwenda kuisaidia timu, lakini wameshindwa kufikia ile potential ambayo watu wengi walikuwa wanatamani kuiona. Mmoja wapo ndo Musa Bala Conte, kwa sababu Musa Bala Conte alisajiliwa kuja kuwa potential replacement ya Khalid Aucho na hajafikia kwenye ule ubora ambao Young Africans walikuwa wanauona. Kwa hiyo inahitajika muda kwa Musa Bala Conte kuzoea mazingira ya Tanzania, ama Musa Bala Conte haendani na playing style ya Young Africans wanachokihitaji kwenye eneo la defense midfield, na ndio maana anakosa nafasi. Na ndio maana tumeanza kumuona sasa hivi Duke Abuya ambaye so natural defensive midfield, lakini ana operate kwenye defensive midfield mara nyingi sana. Tunakuja kumuona mtu kama Azizi Ndabwile anapata nafasi ya kucheza kama defensive midfield. Yote ni kutokana na mchezaji ambaye alisajiliwa kwenye eneo lile ameshindwa kufikia yale matarajio ambayo watu walikuwa nayo kutoka kwake. Kwa hiyo mimi napata kumuelewa pia Ali Kamwe kwa sababu yeye ni msemaji wa klabu ujue. Hawezi akasema kwamba tumeferi kwenye usajili fulani au mchezaji fulani yatupasa tuendelee kumsubiri aendelee kukriki, au tunapaswa kumpa muda zaidi mchezaji huyu ili mradi aingie kwenye first team yetu na aweze kutusaidia. Kwa sababu wakati anasajiliwa Musa Bala Conte tunakumbuka maneno yalikuwa mengi mitandaoni na kila mmoja alikuwa na matarajio makubwa tofauti na kile ambacho amekuja kukitoa. Wakati ni huu sasa kwenda kutoa fedha katika draw yetu ya kwanza kabisa ili mradi mambo yaweze kwenda vizuri kweli kweli. Thomas Pabana. Ande Bobo Boyeli mabao mawili ya jana yanamrudisha kwenye moto ama itakuwaje? Bila shaka kwa sababu ngoja kwambie kitu nao. Sawa, mwambie msikilizaji. Mimi simkubali. Wewe mkubali, lakini inawezekana inawezekana nikazungumza hata nangu akapata kitu kidogo. Na msikilizaji ambaye anatusikiliza sasa hivi ndio mwelimishe nangu mitumo. Kwa sababu anachotesekea sasa hivi Dube ni nini? Ni kuto kufunga. Sasa wakati Dube anateseka kuto kufunga na watu wanazidi kumpa motisha awe katika mindset nzuri, Boyeli anaweka wavuni tena bao 2. Hii ni jambo zuri kwa Boyeli kwa sababu tayari yeye sasa anaanza kuwa katika wakati mzuri, confidence imerejea kwake, kitu ambacho Dube anakitafuta. Tuachane na Dube twende kwa Boyeli. Confidence ya Boyeli kwamba hata anapoingia uwanjani sasa hivi anajua kabisa kwamba naenda kucheza na nikicheza nitafunga. Lakini kwa Dube inakuwa kwamba naenda kucheza, sibilo nitafunga, sibilo nitaonekanaje. Mkitaka muamini angalieni hata kwa upande wa Andambwile. Andambwile alipopewa game ya kwanza akaperform, akapewa game ya pili akaperform, amekuja amewaka, yani sasa hivi akiingia mimi naenda kuuasha. Ndio kitu ambacho Boyeli mimi naamini kabisa baada ya kufunga bao 2 katika mchezo ule wa jana, basi huku tunapoenda kama akipewa nafasi atakuwa anajiamini sana, na hata mashabiki sio wamemokotesha tayari, washatengeneza imani. Na uzuri bwana, hii timu ya wananchi ukifanya vizuri wanakupongeza.
Dube katika achana mechi ile iliyopita yani alikuwa anafanya vizuri lakini afungi walimokotesha. Hata hii mechi wachambuzi wengi ndo wanampinga pinga Dube, lakini nenda kaangalia viongozi wanamunga mkono Dube. Na mimi Dube namwamini. Yani Dube mimi siwezi kumkatia tamaa. Na kivyo vyote sio tu Dube, binadamu yoyote ambaye anapumua akatiwi tamaa. Unajua Tom, mimi sijakataa Mwayombo. Wakati unamtafuta mwakilishi, swala langu ni kwamba Dube tulishe kumuona akiwa katika ubora. Ngoja tutoke kwanza na mshindi. Habari zote mliwazungumza, kila mtu ana mtazamo wake. Kwangu mimi Dube ni mchezaji ambaye tulishamuona uwezo wake. Alishacheza akiwa na Azam, tulishaona na tuliona viwango alivyokuwa navyo. Hii iwe inatokea tu katika saikolojia ya maisha ambayo hata si kwa sababu Dube ni kwa uwanjani tunamuona, lakini pengine hata mimi katika maisha kuna vitu wakati mwingine na viface wakati una uwezo unashuka. Na siku zote haziwezi kuwa Jumatatu ya Novemba 10, siku zinaenda kubadilika. Lakini Boyeli alivyokuwa anacheza huko akawa prove kwamba anaweza kucheza, amekuja huku kapata mechi kila kivikikliki vinagoma. Wameanza na mwalimu Roman Falls. Huyu mwalimu aliyempata sasa hivi bado mimi naamini wako chini na mwalimu msaidizi nani anaitwa Mabedi bado naamini wako sio wako na nani Pedro Gonçalves. Lakini baada ya kuondoka wamekuwa na Mabedi. Isa ndio ukijua umejua. Amini maneno yangu, hata first touch yako ile watu watajua kabisa huyu anajua. Ndio. Na kama hujui. Kwa hiyo ifike wakati, si kwa ubaya, sababu kazi yetu si ni kuongea. Bila kuongea maana ufanyi kazi. Yule hapana. Hata watampa miaka 10. Nimekaa kwenye hiki kitu. Nani Dube? So Dube. Lakini sasa amefunga magoli 2. Amebahatisha. Magoli gani bwana? Wakati unaona kabisa KMC kuna wakati walikuwa wamezidiwa. Goli alofunga Pacome yule amekabwa. Si yuko peke yake, anacheza pale kwenye. Sasa ndo makosa. Yes, ndo maana no, nataka nirudi pale kwamba unacheza na nani. Kilichowasaidia jana uwezo jana KMC hawajacheza vibaya tena kama first half. Hawakucheza vibaya. Kipindi cha pili mchezaji mmoja amekuja kuamua yale matokeo. Hiyo ipo duniani kote. Si unanielewa Nira? Kwa hiyo mimi kwa Dube bado ana nafasi kwa sababu tulishamuona Dube kwenye ubora wake na alishacheza. Ni changamoto tu ambazo zinatokea kwa binadamu yoyote, zinaweza kumtokea binadamu yoyote. Hiyo kubali hiyo kataa, inamtokea katika maisha yake. Lakini Boyeli baba sawa. Bana, katika wakati mwingine ama hatua nyingine, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo ya Yanga Ali Shabani Kamwe amesema ya kwamba kwa sasa mashabiki waachane na matokeo ambayo wameyapata katika mchezo wa jana na wawaze kuhusiana na mchezo wao wa kwanza kunako michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambao utafanyika kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, wakicheza dhidi ya AS FAR Rabat kutoka kule nchini Morocco. Katika wakati huo pia amethibitisha ya kwamba timu hiyo itatoa ama itazindua jezi zao mpya Jumatano ya wiki hii. Zaidi huyu Alikam. Panafanyika mabalaa makubwa sana. Tulichokifanya sisi tumefikiria mbali. Kwa maana tumekwenda New Amani. Yes, unajua kuna kitu Tomo alikuwa anazungumza hapa na unisha nyuma kidogo afu aleta ingia. Ndio. Bwana, mimi leo naomba niwapige makofi mashabiki wa Yanga kwa uungwana, makofi matatu jamani. Producer unaniruhusu? Hiyo nongwa hiyo. Makofi haya kwa mashabiki wa Yanga. Mashabiki wa Yanga wote, yani kama hivi 2 3. Mashabiki wa Yanga ina mashabiki waungwana kuliko wote duniani jamani. Naomba mnirudie tena. Yanga ina mashabiki waungwana kuliko wote duniani. No. Unajua timu nyingi duniani ndio mchezaji wao akifanya vibaya, mara nyingi sana mashabiki wa ile timu wanamwataki. Hata awe kocha awe nani. Mfano sisi Liverpool sasa tunamwataki nani? Kocha Arne Slot. Umeona? Mashabiki wa Ulaya na hata wa sehemu zote duniani. Lakini mashabiki wa Yanga kuna wachezaji wao hawafanyi vizuri. Mfano Dube. Lakini bado wanaendelea kumshangilia. Jana nilikuwa naona Dube kuna heda moja alipiga mpira kwenda nje kidogo. Wanaimba Dube, Dube, Dube. Yaani wanamuonyesha mchezaji bana, sisi bado tunakuamini wewe. Bana, Yanga mmetisha sana. Hilo ni jambo kubwa sana. Muendelee kuwa waungwana hivi. Yaani aliyewapa shule hii mashabiki wa Yanga kawa waungwana hivi. Wale wanaenda uwanjani. Ndio. Upeponi moja kwa moja. Ali Lombano hili la AS FAR Rabat nini unaweza ukakiweka hapa?
kwa kiwango ambacho anakionyesha Yanga kwa siku za hivi karibuni? AS FAR Rabat ya pale Morocco wanaongoza ligi kuu ya Morocco. Hapana, wanashika nafasi ya pili baada ya mchezo wa juzi kupoteza. Jana wametoa sare na Maghreb de Fez. Yes, manake nilikuwa naangalia hapa siku 4 zilizopita walikuwa na alama 17 baada ya michezo 7. Wydad ni 20. AS FAR ana 18 wakati huu. 18, yes. Goal difference walikuwa na goli 13. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa ligi ambayo ina timu nyingi bora. Tunazungumza hapa Wydad Casablanca, unazungumza Raja, RS Berkane, Maghreb Fez. Moyombo na pamoja na Nila wanazungumza hapa kwamba ni timu ambayo inashika nafasi ya pili. Sio jambo dogo baada ya michezo 8. Michezo 8 ni michezo mingi, sio michache sana na wala sio mingi sana. Ameshacheza na Wydad hapo, ameshacheza na Raja, ameshacheza na Mgumu, ameshacheza na Berkane na FUS Rabat pia. Na hiyo mechi ya Maghreb de Fez ngumu. Zote ni timu ngumu. Yes, ambao wote wako kwenye 4 bora. Kwa hiyo ukikao ukiangalia ni timu ambayo iko na ubora mkubwa sana. Na leo hapa dakika chache zilizopita wametoa wachezaji takriban 7 kwenda kwenye timu ya taifa. Kwa maana kwamba wachezaji 4 wameenda timu ya taifa ya Morocco na wachezaji 2 wamekwenda kwenye timu za taifa tofauti. Kwa hiyo kikao ukiangalia unaweza kuona kwamba ina wachezaji ambao wana ubora mkubwa sana ambao wanatumainiwa na mataifa tofauti. Kwa hiyo kwa Young Africans the way ambavyo wameanza msimu, namna ambavyo wanacheza, wanahitaji kuweza kubadilika kwa haraka sana. Kama unakumbuka msimu uliopita, moja ya sababu ya Yanga kutokwenda kwenye hatua inayofuata, hawakuanza vizuri sana kwenye raundi za kwanza hizi. Kumbuka mchezo wa kwanza walicheza nyumbani dhidi ya Al Hilal wakapoteza kwa idadi ya mabao 2-0. Mchezo wa pili walienda kucheza na MC Alger wakapoteza. Mchezo wa tatu wakapata sare dhidi ya TP Englaba Mazembe. Tayari kwenye alama 9 Yanga walikuwa wamekusanya alama 1 peke yake. Na ukiangalia kwa msimu huu namna ambavyo wanacheza, timu ambavyo ina struggle kutengeneza nafasi, timu ambavyo ina struggle kuweka mipira kambani, lakini pia wamekuwa wakifikika. Leo hii unazungumza kwamba Yanga wamefungwa bao 1 pekee kwenye ligi, lakini angalia nafasi ambazo wapinzani wanazipata ambazo wanashindwa kuzitumia, ambazo ukienda hizo nafasi zikitengenezwa na timu kama FAR Rabat ni hatari zaidi kwa Young Africans. Kwenye game zaidi ya Mtibwa Sugar kuna striker alikuwa na Kasim Mayere amekosa nafasi nyingi sana kwenye ule mchezo. Kwa wanapokwenda kucheza na FAR Rabat inaweza kuwa ni zahma kubwa sana kwa Young Africans. Reda Slim, Hilmat. Yes, na hao wote unawataja wameitwa katika timu ya taifa ya Morocco. Yes. Kwa kwangu mimi binafsi kwa Young Africans wanatakiwa kujitathmini zaidi kwamba wako tayari kwa ajili ya kwenda kucheza huo mchezo dhidi ya FAR Rabat, kuanzia kwenye eneo la mentality, physically, je, ni wachezaji ambao wako fit kwa ajili ya kwenda kucheza huo mchezo. La si hivyo, kama hawatajitathmini vya kutosha, kile ambacho kilitokea msimu uliopita kinawezekana tena kikatokea kwenye msimu huu. Na bahati mbaya zaidi kwa Young Africans kwa msimu huu wanaonekana kwamba wako kwenye kundi ambalo ni gumu zaidi kuliko kundi ambao walikuwa nao msimu uliopita. Msimu uliopita Yanga alikuwa kwenye poti namba 1 kama kumbukumbu zangu ziko sahihi. Kwa maana kwamba Al Hilal poti namba 2, MC Alger poti namba 3, TP poti namba 2, MC Alger poti namba 3, poti namba 4, then Al Hilal alikuwa poti namba 3. Kwa hiyo kwa msimu huu Yanga amedrop kwenye poti namba 2, lakini hata watu ambao waliwekwa kwenye poti namba 3 na namba 4 wanaonekana kuwa bora zaidi kwenye nchi zao ambazo wanashiriki. Hapa unazungumza FAR Rabat, unazungumza Ahari pamoja pia na JS Kabylie ambaye msimu huu pia kwenye kufuzu amefuzu kwa kushawishi. Kwa Young Africans wanahitaji kuweza kujitathmini ipasavyo ili wasifanye makosa ambayo waliyafanya kwenye msimu uliopita. Sawa, bana tuondoke hili kwenye hili la wananchi, bado tuna muda mrefu wa kuendelea kujadili kule Unyamani pia kuna mambo mengi pia ya kwenda kuyaangazia, lakini wapo pia ambao wanaandika kutoka pale YouTube channel ya Bongo TZFM, na ni vema kama tukapitia walau 2-3 kama ambavyo ameandika Mahasid, anasema ukweli usemwe kwani kuna shido. Ameandika hivyo kwenye ujumbe wake. Lakini mwingine anasema Boniface Ioano anasema Mbezi Magufuli. Sawa, ameandika hivyo kwenye ujumbe wake. Pius Onesmo anasema Isa na kukubali kaka unatisha. Ameandika hivyo yeye. Mikaya Peter anasema yupo maeneo ya Manyara Maretadu, anasema unapata vizuri. Msalimie bonge la dada, nampenda sana. Ameandika hivyo. Benes anapendwa pia. Johnny anasema naona bado ubingwa upo mikononi mwao. Ameandika hivyo katika ujumbe wake mfupi maandishi. Hajasema kina nani, ameandika tu hivyo. Ushangaa bingwa Mbeya City nyie. Wewe utanikimbiza, nitakimbia hadi Njombe kwa Mungu. Timu imecheza mechi 6 afu inakuja kupitwa na mechi 3.